So hello guys, there's a story where Aisha Juma was talking about that boy who was killed and was taken to rest by Muslim. The incident that brought about questions from people, the parents of that boy, whereby they are claiming that the boy was not taken to parents to see him before he was taken rest. So it is an incident that has brought questions here in Mombasa, more so the Muslims who are attacking each and every one here in Kilifi County. So we've come out the people who are involved in about the incident, and I have criticized Aisha Juma on what she said about the Muslims. So just listen to the incident of Aisha Juma, how Aisha Juma was talking about. Then I'll be showing you the results, what those people, the Muslims, have responded on that incident. Hamjambo, nimerekodi hii video na moyo mzito sana. Nimesikitika kiasi cha kwamba nimekosa jawabu, na nikasema ya kwamba ni lazima nirekodi hii video ili kila atakayelisikia swala hili aweze kunipa ushauri na aniambie kweli kama dini ya Kiislamu inaweza kuwa dini ya kinyama kiasi cha kwamba kilichotendeka kinaweza kutuvunja moyo sisi wote. Ninavyoelewa mimi, dini ya Kiislamu ni dini ya upendo, ni dini ya huruma, ni dini ya ni nadhifu, yani ni safi. Lakini kwa yaliyotendeka Takaungu kuhusu kijana anaitwa Samueli na huyo Abubakar ambaye ndiye aliyafanya haya akisaidiana na wengine anaoyajua yeye mwenyewe, ni jambo ambalo mimi limenishangaza kwa kweli. It is very very sad. Kijana, yaliyotokea yametokea, na kijana akafariki dunia, akaenda akaekwa Makadara mortuary pale Coast General, then akariliziwa kwa familia yake, akapelekwa Kilifi mortuary. Kufika Kilifi mortuary, watu wakapanga mazishi siku hizo zote mpaka Friday. Watu wameenda kutoa mwili, wanakutana na I don't know whether it was a genuine court order or what, I do not understand, but I also got that copy. Na nikasema ya kwamba today is Friday, it was already late, kwa sababu it was around 4 when I got that order. Anyway, there was no application. Hatukujua nini kilicho walicho apply, but we got that order stopping us from getting the body from Kilifi mortuary. So mimi nikashare hiyo order na wakili. So wakili was there early in the morning in Kilifi, lakini kufika pale sijui saa 4, I'm told that the Qadhi, or rather the magistrate at the Qadhi's court, akapeana idhini kwa huyo Abubakar. Abubakar is not the parent, is not the father, is not an uncle, is just but a rogue whatever they are calling themselves. Akapewa hiyo order, akapewa asijui there was a ruling given. Wakakaa hapo, wakahangaika hapo, mpaka saa 4 za usiku rather, wakaenda mortuary hapo with the mortuary attendants. Saa 4 za usiku the body was released, ikachukuliwa hiyo body na the so-called Muslims, wakaenda mpaka Takaungu, wakaenda wakafanya chenye wamefanya, wakaenda wakazika hiyo body without even the father knowing, even the mother. Hakuna mtu aliyejua nini kilifanyika. Tunaona tu
mwili umeenda kuzikwa, asking ati alikuwa Muislamu. Now the $1 million question that I'm asking myself is that hata kama mtu ni Muislamu, hana mzazi wake hana haki ya kumuona kama amekufa. Mzazi wake ama ndugu zake ama family members hawana haki ya kumuona. Tumezika Waislamu wangapi? Hata sisi ambao si relative huwa tunaruhusiwa kuwaona because they are friends, maybe they are neighbors, na tunaruhusiwa kuwaona. Inakuwaje mwili utolewe saa 4 Kilifi mortuary, uchukuliwe uende ukazikwe without the knowledge of the parents, ati simply because he was a Muslim? Alisilimishwa na sijui ya huyo Abubakar. I mean, tuna maswali ambayo tunajiuliza. Was this a cult or what was it? Because hatuelewi ni nini chenye kimefanya huwa mwili, hata kama umepatikana, hata kama umepeanwa, mzazi wake asiambiwe. Mtoto wake anazikwa akiwa mzazi wake amelala without a knowledge. Kwani hii dini ya Kiislamu mnataka kuniambia wewe Abubakar umeifanya kuwa mbaya kiasi hichi, ya kwamba mtu akisilimu akiwa Muislamu mzazi wake hana haki ya kumuona kama amekufa? Hiyo ndio itikadi ya Waislamu? Ama ni wewe unataka kuitia nuksi na kuitia dhana mbaya dini ya Kiislamu? Because babake amelala mtoto wake anazikwa. Really? Mamake amehangaika. The father saizi ni kama yeye pia naye amelipuka kwa kitendo alichofanyiwa cha kinyama. Hata kama alikuwa ni Muislamu kama mnavodai, ni sawa, lakini Waislamu wangapi wanazikwa wakati wazazi wao wanawaona hata kama ni Wakristo? Ni Waislamu wangapi ambao wazazi wao wanawaona hata kama ni neighbors na ni Wakristo? Tangu lini dini ya Kiislamu imegeuka dini ya kuwa kinyama namna hii? Mimi nataka hili swala tulijibiwe na wale viongozi wa Kiislamu, because hatujawahi kuona Waislamu wakizikwa na famili zao wanakatazwa kuwaona. Tena wanazikwa usiku wa manane with no reason ya kuzikwa usiku wa manane. Mzazi wake akiwa amelala, wazazi wake wakiwa wamelala, wanaamka wanasikia mtoto wao ameenda akachukuliwa usiku saa 4. Na ni lini basi mortuary pia zimekuwa zina release bodies usiku wa manane? What was the motive behind all this? Mimi nimepose hizo question kwa wale mashekh wa Kiislamu na wale wengine wote ambao wanaweza kutusaidia kupata hili swala. Lakini haki ya mzazi wa Samuel na Samuel paka Bakari Juma Ratili, lakini kwa maarufu ambao kwamba anajulikana katika mji wa Takaungu Ustadh Abubakar. Mimi ni mwalimu mkuu katika Madrasa An-Nasr Al-Fatah Islamia na vile vile ni kiongozi katika msikiti Masjid Ansar. Ningependa kufahamisha kile ambacho kwamba watu pengine walikuwa hawakifahamu. Zakaria kabla ya kuwa Muislamu alikuja kwangu nyumbani kutaka niweze kumfanyia maombi, lakini nikamwambia, wewe Mkristo, ningependa kuonana na wazazi wako ili wakikubali katika nikachukua hatua ya kukutana na baba yake Mr. Steven na ndugu yake Kalume. Tukaketi tukajadili sala kama hili. Nikamwambia kwamba nimekuja hapa kutaka idhini kwenu nyinyi kama wazazi ili niweze kumsaidia huyu kijana wenu. Na nikamwambia katika kumfanyia tiba yeye ya ruqya haimaanishi ya kwamba mimi nitamtoa katika imani yake ya Kikristo, kwa sababu nimehudumu wengi ambao kwamba ni Wakristo na hakuna ambaye kwamba nimemwambia kwamba aingie katika imani ya Kiislamu. Baada ya pale jambo kama hili walikataa, wakasema sisi ni wokofu na hatuwezi kufanya nini kuweza kusomewa Qur'an.
Baada ya pale, kijana wakati wa mchana akaja kwangu nyumbani tena, akanambia, ustadhi, mimi nataka kusilimu. Nikamwambia, mimi niko peke yangu, siwezi kukusilimisha isipokuwa mpaka kuwe na mashahidi. Nikamwambia, wakati wa swala ya alasiri wewe njoo msikitini, utakuwa na watu, nitaweza kukusilimisha. Yule kijana baadaye alasiri aliweza kufika, na kukawa na mashahidi ambao kwamba walikuwa pale msikitini, kama mzee Salim Amir, ndugu yake Juma Amir ambaye kwamba ni naib wa masjidi Jamia Nairobi, ukiwa na mzee Juhudi, ukiwa na Suleiman Mbango, na kukiwa na Suleiman Jumwa. Kwa hivyo nikaweza kumsilimisha, na baada ya pale akawa yeye ni Muislamu. Katika mwaka ambao kwamba niliweza kumsilimisha ilikuwa ni mwaka wa 2023. Kijana kama huyo, kwa kuwa alitaka maombi kwangu, nikachukua jukumu ambalo kwamba wazazi wake walikuwa wamekataa, na nikaweza kumwombea. Kwa huo muda akawa yuko katika hali nzuri kabisa, mpaka watu wake wakawa ni wenye kusifu jambo kama lile kwamba amekuwa katika hali nzuri. Kijana huyo katika mwaka huo wa 2023 akajifundisha uendeshaji gari katika kituo cha Gakala Driving School. Kijana kama huyo akawa ni mwenye kushirikiana katika ibada nyingi tofauti tofauti, tukawa ni wenye kusali naye, na mpaka maisha yake ya mwisho akawa ni mwenye kuswali swala ya adhuhuri, na hapo ndipo alipoweza kufariki. Na jambo lingine ambalo kwamba napenda kulifahamisha, katika mwaka huu wa 2025 kijana huyo alikuwa ni mwenye kuuza mayai, na kila mmoja alimshuhudia katika Waislamu na Wakristo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba ningependa kulifahamisha katika umma, waweze kufahamu kwamba kijana huyu yeye alikuwa ni Muislamu, kwa kuweza kuwa katika ibada za katika msikiti na ibada nyinginezo. Nasema najua Juma ni kiongozi, lakini kama mnavyosema huwa aliegemea upande mmoja wa jamii moja. Sasa nyinyi kama jamii ya Kiislamu, sijui hili walizungumza nini kuhusu siasa? Sisi tunataka kukaa mbali na siasa, hatutaki kuingilia siasa. Hili ni suala la kidini, tunalijibu kidini, kwa sababu mimi si mwanasiasa, ingaje nimetaja wanasiasa walio marafiki zangu chungu nzima, lakini hatutaki hili jukwaa liwe ni jukwaa la siasa. Ni jukwaa la kidini la kujibu masala ya kidini. Hujuma tuliofanyiwa sisi Waislamu na uliofanyiwa Uislamu na Jumwa Bekadama. Sawa. Ukiwa mnafuatilia majambo, sio msikilize upande mmoja mkimbilie kutangaza. Na hapo ndipo alipoweza kufariki. Na jambo lingine ambalo kwamba napenda kulifahamisha, katika mwaka huu wa 2025 kijana huyo alikuwa ni mwenye kuuza mayai, na kila mmoja alimshuhudia katika Waislamu na Wakristo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba ningependa kulifahamisha katika umma, waweze kufahamu kwamba kijana huyu yeye alikuwa ni Muislamu, kwa kuweza kuwa katika ibada za katika msikiti na ibada nyinginezo. Nasema najua Juma ni kiongozi, lakini kama mnavyosema huwa aliegemea upande mmoja wa jamii moja. Sasa nyinyi kama jamii ya Kiislamu, sijui hili walizungumza nini kuhusu siasa? Sisi tunataka kukaa mbali na siasa, hatutaki kuingilia siasa. Hili ni suala la kidini, tunalijibu kidini, kwa sababu mimi si mwanasiasa, ingaje nimetaja wanasiasa walio marafiki zangu chungu nzima,
lakini hatutaki hili jukwaa liwe ni jukwaa la siasa. Ni jukwaa la kidini la kujibu masala ya kidini. Hujuma tuliofanyiwa sisi Waislamu na uliofanyiwa Uislamu na Jumwa Bekadama.